Karibu katika mafundisho. Leo tuko katika kitabu cha Isaya tena. Tuko katika ule mlango wa 64. Kama tulivyosema Isaya na milango 66, kwa hiyo bado milango miwili tutakuwa tunamaliza kitabu cha Isaya. Kwa hiyo ndani ya wiki mbili zijazo tutakuwa tumekimaliza. Na kama tulivyosema yamkini tutaanza na kitabu cha Samueli wa kwanza na Samueli wa pili, labda wa kwanza peke yake, tuanzia na wa kwanza. Na tutakuja kueleza kwa nini tunakwenda kwenye vitabu hivyo. Vitabu vyote hivyo ni muhimu katika neno la Mungu, lakini tutaenda katika hicho kitabu yamkini. Kama kutakuwa na mabadiliko tutayaeleza labda wiki ijayo au wiki mbili zijazo. Kwa hiyo tuko katika mlango wa 64 wa Isaya. Leo siku ya Alhamisi. Leo ni tarehe ngapi? 26. Tarehe 26 Septemba 2019. Mlango wa 64 sio mlango mrefu sana, una mistari 11. Kwa Mungu akitujali tutamaliza sio muda mrefu sana. Mlango wa 64 ni na wa 65 wa 66, hii milango ya mwisho mitatu hii, Isaya ni kama yuko anahitimisha mahubiri yake marefu. Yuko anahitimisha mahubiri aliyoanza katika milango mingi iliyopita. Utakumbuka vile vile ni vizuri tukae kwa ajili ya msomaji labda ambaye amekuwa hatufuatili kwa karibu. Kwanza hivi vitabu kama vya Isaya makanisa havisomi, ni hayavisomi kwa sababu hajui ukweli, kwa sababu hajui faida yake. Neno la Mungu ni lile jana leo na milele, kama alivyo Kristo jana leo na milele, na kesho na milele. Na neno la Mungu kwa kweli ni lile. Dhambi alizozikemea Isaya leo zinafanyika mara labda 1000 kuliko zilivyokuwa zinafanyika wakati wa Isaya. Kwa sababu tuko katika nyakati za mwisho. Kwa hiyo Isaya sehemu kubwa ukiangalia na vitabu vilivyofuata kama hivi ya manabii wakubwa kina Yeremia na Ezekiel, wamekuwa wanashambulia matendo maovu. Na hivyo vitu huvipati sehemu nyingine katika Biblia. Injili zinashambulia sana matendo maovu, uzinzi, uasherati, uchawi, kuabudu masanamu, zile dhambi zinazomtenga mtu na Mungu wake kwa kiwango kikubwa. Tushasema dhambi zote sio sawa, na tukaona kwamba inapatikana katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 5:16. Yohana wa kwanza mlango wa 5:16 anasema dhambi zote sio sawa, ziko dhambi ya mauti na ambazo sio ya mauti. Kwa hiyo kuna ile midhambi mikubwa. Je, dhambi zote, kuna dhambi ambazo zitaturuhusu kwenda mbinguni? Hapana. Dhambi zote hata ndogo kiasi gani itatupa mtu katika moto wa milele. Kwa sababu Biblia imesema hakuna kitu kidhaifu, hakuna kitu chafu, hakuna kitu najisi chochote. Hata kama kimeguswa, ni kama mtu labda unakula ubwabwa ukute labda kuna labda kinyesi labda cha kuku kimeingia, hata kama ni kadogo kiasi gani, ubwabwa umekuwa batili. Lakini kwa habari ya kuchukizwa kwamba ukasikia na harufu mbaya, yamkini unaweza usisikie harufu, lakini kwa vile kuna unajisi hutakula. Lakini sasa jiulize sasa kuwe kuna kinyesi chote kabisa. Natoa mfano mbaya kidogo, nisamee. Kwa hiyo dhambi hazilingani, ila zote ni mbaya kwa Mungu, zinahitaji zifunikwe kwa kuliamini jina la Yesu Kristo, si kwa matendo yetu. Na itakuwa ni somo la leo. Kwa hiyo mlango wa 64 na hii inayomalizia ni hitimisho kama tulivyosema, na tukasema kwamba sehemu kubwa ya hivi vitabu ni muhimu sana nyakati hizi, kwa sababu kwa sehemu kubwa kuanzia mlango wa kwanza wa kitabu cha Isaya mpaka wa 39, sehemu kubwa ukiacha sehemu ndogo tu ya kama narrative ya au historia ya kina Hezekia, mfalme Hezekia, sehemu kubwa ilikuwa Isaya alikuwa ananena maneno ya Mungu, asema nenda kawaambie hivi, mtakuwa hivi, mtachukuliwa utumwani, mtafanywa nini, mtachafuka, kwa sababu hatutaki, watu walikuwa hawataka kuisikia sauti ya Mungu. Vivyo ndivyo anasema, kama ilivyo kwa wakati wa Nuhu ndivyo ilivyokuwa hata leo. Na watu walikuwa hawataki pia kusikia. Vivyo hivyo watu hawataki kusikia. Watu wakisikia mtu anahubiri habari ya kukemea dhambi, kwa kweli unataka kugombana na watu. Na sijali, hakuna anayejali, ndio sababu tuko hapa. Yaani ndio mapenzi yetu. Kama tunaweza tukagombana na wanadamu ili kusudi tuwe na amani na Mungu, heri, safi kabisa. Lakini tungetamani vile vile tusigombane na mwanadamu na wala tusigombane na Mungu.
Yaani furaha yetu ni tuwe na amani na wanadamu wote na Mungu wetu. Lakini kwa vile mara nyingi ni kinyume, kwamba ukitaka kuwa vizuri na Mungu lazima ugombane na Hawa. Basi na iwe hivyo. Kwa hiyo sasa tukaona kwamba mwishoni mwa Isaya, hasa mwishoni kuanzia milango ya mwisho wa 55 na 6 na 7 mpaka mlango uliopita wa 63, tukaona kwamba Isaya sasa ilianza kwa sehemu kubwa. Actually tunasema inaanzia nyuma. Kwa sababu kitabu kikubwa sana. Yaani kinakuwa kinarudi kinaenda kama yani kinakuwa kinagusa maisha ya mwanadamu. Kuna mmoja anaweza akawa labda ni alikuwa mchafu kikamtengeneza, baadaye kwa zaliwa kizazi kingine kichafu, inabidi arudi nyuma kikemee. Kwa hiyo ni kitabu kile kinaenda mbele na kurudi. Lakini tukaona mwishoni kwenye hizo sura za mwisho Isaya alianza kuongea sambamba na ufunuo. Karibu kila sehemu. Mfano mzuri tuliona Isaya mlango wa 60 alikuwa anaongea sambamba na ufunuo, ilikuwa ni ufunuo 21. Ufunuo 21 sehemu kubwa. Ufunuo 21 Isaya 60 alipokuwa anaongelea kwamba hatutahitaji katika mbingu mpya na nchi mpya, hatutahitaji nuru. Watu wanafikiri kwamba tutakuwa tuhitaji nuru katika ulimwengu wa sasa. Hapana, ulimwengu wa sasa tunahitaji nuru ya jua, lakini anasema kwamba hatutahitaji nuru katika ulimwengu mpya kwa sababu Mungu wetu ndiye atakuwa nuru yetu. Tukaona kwamba hata mlango wa 61 ulikuwa unaongelea wokovu. Ni mambo ya nyakati za mwisho. Sasa unajiuliza hawa wanaosema kwamba kitabu kimepitwa na wakati kinasema sambamba na ufunuo ambao ni mambo ya baadaye. Mambo mengi ya ufunuo mpaka sasa hayajatokea. Yako mbele yetu. Mengine yako yanaanza kutokea, mengine yalishatokea. Sehemu kubwa, kwa mfano makanisa yaliyopinda, yaliyoharibika, makemeo yale ya makanisa sawa, lakini sehemu kubwa ya kitabu cha ufunuo ambayo hasa inaanza na kipindi cha dhiki kuu cha mpinga Kristo akitawala na kutamalaki, cha kuwatesa wateule wake, tutakuwa tumeshanyakuliwa, ni mafundisho ya uongo. Ili kusudi mpinga Kristo atakapokuja ukute ukiwa hujajiandaa uweze kumwabudu tu kirahisi. Sio wewe na mimi amshua. Kwa sababu mtu aliyezaliwa upya akamwamini Yesu Kristo katika ukamilifu ule hawezi akadanganywa na mpinga wa Kristo. Basi anasema yamkini hata wateule, lakini kama ingaliwezekana yamkini, maana yake haitawezekana. Sasa tukija sasa katika, sijui kama nimekamilisha utangulizi wa kitabu cha Isaya kilivyoanza na kinavyoelekea kuisha, lakini tuje katika mlango wa 64. Mlango wa 64 na nafikiri kwanza twende katika tuanzie mwanzo. Mstari wa kwanza anasema hivi. Tulisema ina mistari 11, 12. Mstari wa kwanza anasema laiti ungepasua mbingu na kushuka ili milima iteteme mbele zako kama vile moto uchomapo vichaka na moto uchemshapo maji, ili kuwajulisha adui zako jina lako, mataifa wakatetemeka mbele zako. Haya ni kama matakwa ya Isaya. Isaya mara nyingi hapa anakuwa sio yeye anaongea. Ni roho wa Mungu. Anasema hakuna unabii uliokuja kwa mapenzi ya wanadamu. Ni kwa kila mtu aliandika, waliotumiwa na Mungu kuandika maneno ya Mungu kama roho alivyomuongoza. Isaya kimsingi anaongea kama anatamani, lakini anajua na alishasema kwamba hiki kitu kitakuja tangia nyuma, na Biblia iko wazi kwamba wakati fulani Mungu atapasua mawingu, atakuja katika wingu, atakuja kufanya unyakuo, na katika kufanya unyakuo ataanza sasa kuvuna pia dunia ya waovu. Tuliona kwamba atakanyaga shinikizo, tukaona kwamba atakuwa na nguo zake Yesu Kristo zimechafuka kama mtu aliyekuwa anakanyaga kwa miguu yake zabibu, aweze kutoa divai nyekundu, ikiwa inamaanisha ni rangi ni picha ya damu ya kisasi cha Mungu. Kwa hiyo sura nyingi za mwisho ilikuwa ni habari za mwisho wa dunia, ambao ni kipindi ambacho kutakuwa na sehemu kubwa ni kisasi cha Mungu, kwa sababu walimwengu wengi hawakuokoka na hawataokoka. Hawamtaki Yesu Kristo. Wanasema alikuja kwa walio wake, lakini walio wake wakamkataa. Kwa hiyo Mungu atakapokuja, pamoja kwamba atakuja na thawabu, pamoja kwamba atakuja kuchukua waliookolewa, lakini sehemu kubwa atakuja kuhukumu. So kama atachukua aliokolewa mmoja
na akakuta labda wako 1000 wasiookolewa, kwa sababu watu wataka kumwamini Yesu Kristo. Kila mtu anaenda kwa jinsi yake. Watu wanapenda kushika dini zao, wanataka kwenda kushika za rosari zao, kushika masanamu yao, kunywa pombe zao ndani ya ibada zao, kufanya kila kitu kana kwamba ndiyo ibada, lakini vyote vimepingana na neno la Mungu. Anasema tutaona maandiko ya leo na tumesema mara nyingi, anasema yeyote, anasema tunalo jina moja tu kuokolewa nalo chini ya jua ambalo ni jina la Yesu Kristo. Hakuna jina jingine. Anasema mimi ndime njia, kweli na uzima. Kwa hiyo tumeona sehemu nyingi, anasema yote aniamini mimi hata ona kiu kamwe. Kwa hiyo ni Yesu Kristo, anasema si kwa jinsi ya matendo yetu. Tutayaona maandiko ya leo mstari unaofuata. Kwa hiyo tunaona kwamba Isaya anaongelea Mungu akipasua maanga akija. Sasa akija tunaona kwamba anakuja na hali fulani, kuna kutetemeka. Milima itetemeke. Milima itetemeke, na anasema na moto uchomapo vichaka na moto uchemshapo maji. Kwa hiyo kutakuwa na moto unakuja pamoja na ujio wa Yesu wa Mungu. Mungu atakuja katika sura ya Yesu Kristo. Lakini ni Mungu mmoja huyo yuko katika utatu. Kwa hiyo atakapokuja atakuja na hivi vyote. Hem, twende sehemu nyingine, twende tukasome katika labda tusome haya maandiko. Mara nyingi ukitaka kujua kwamba neno la Mungu ni moja, utayakuta sehemu nyingine. Hem, leo hii tuyasome katika kitabu cha twende katika kitabu cha Nahum, hapa tulipokuwa. Mungu anamuonyesha Isaya anasema kama matamanio yake, lakini Nahum mlango wa pili, kitabu cha Nahum mlango wa pili mstari ukimale kwenye wale manabii wadogo, kuna ukimpata Mika utakuwa umefika kwa Nahum yuko katikati katika wale manabii wadogo. Mlango wa pili mstari ule wa, tusome mstari ule wa, tusome mlango wa kwanza. Tuanzie na wa kwanza. Mlango wa kwanza mstari wa 5 anasema hivi. Anasema milima hutetema mbele zako, navyo vilima huyeyuka. Unaona kwamba kuna moto hapo. Huku Isaya anasema ningetamani hivyo vitu vitokee. Anasema ningetamani hivyo vitu vitokee. Sasa huyu anasema vinatokea. Anasema nayo dunia huinuliwa mbele za uso wako, naam dunia na wote wakao ndani yake. Ni nani awezaye kusimama mbele za ghadhabu yake? Naye ni nani awezaye kukaa katika ukali wa hasira yake? Hasira yake kali humwagwa kama moto, nayo majabali yapasuliwa na yeye. Turudi katika Isaya tulipoanzia pale, anasema milima iteteme mbele zako kama vile moto uchomavyo vichaka na moto uchemshapo maji, ili kuwajulisha adui zako jina lako, mataifa wakatetemeka mbele zako. Unaona kwamba ni kitu kimoja. Kuna kutetemeka, kuna moto kuchoma, na ni hasira ya Mungu anapokuja katika hukumu. Ni hasira ya Mungu anapokuja katika hukumu. Kwa hiyo sio vitu ambavyo vinasemwa na nabii mmoja. Lakini hivi pia vinapatikana tukienda katika tuende katika kitabu cha Petro wa pili. Tuende katika Petro wa pili mlango wa 3, katika zile nyaraka mbili za Petro. Kama ungepata Ibrania utaenda kulia utamkuta Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, utakuwa umefika pale. Petro wa pili mlango wa 3 mstari ule wa, tuanzie mstari wa 10. Anasema hivi, na hata kabla ya mstari wa 10 anaongelea hizo habari. Lakini anasema hivi, hata tuanzie mstari wa 7. Anasema hivi, mstari wa 7 anasema hivi, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno lilo hilo. Zikilindwa kwa siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Unaona kwamba ni hasira ya Mungu. Mungu hana hasira na ardhi kama ardhi. Lakini kwa sababu atakuja kumchoma wanadamu, ni sana mtu labda watokee wadudu wakali. Unaweza ukachoma na ardhi ikaungua, lakini unachokitafuta ni wale wadudu. Wasio kajificha ndani ya matundu. Kwa hiyo Mungu atakuwa anatafuta dunia waovu
Unasema sasa mbona kama unahubiri vitu vya kufutisha? Jamani hapa hakuna neno lilotoka kwenye kinywa cha mwanadamu. Hapa tunasoma yaliyoandikwa na Mungu. Tofauti yetu na hao wengine ni kwamba wale wengine hawayasomi, sisi tunayasoma. Basi ndio tofauti yetu. Lakini kwa habari aliyeandika ni huyo ni Mungu. Na tulishasema mara nyingi kwamba kutokusoma maandiko ya Mungu makali hakusaidii chochote, haiyazuii kwamba hayatatokea. Na ni mara 100 uyasome yakutie hofu, uchukue hatua, ukae vizuri na Mungu kuliko kujifanya umeficha tu kwamba hayatatokea au unahisi yanatokea lakini usipoyasema ili kusudi ufanye kama kujisahaulisha tu. Mungu asahau, Mungu anakumbuka chote. Mpango wa Mungu ni ule na atatimiza makusudi yake yote kama alivyosema. Anasema neno la Mungu Isaya 55 anasema maneno ya Mungu hayamrudii bure. Akishasema neno lazima litimie. Anasema mbingu na dunia zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa hiyo ni vizuri tuyasikie. Kwa hiyo tulikuwa tunasoma mstari wa 7 Petro wa 2 mlango wa 3, Petro wa 2 mlango wa 3 lakini turuke mbele twende mstari wa 10 anasema hivi, sura hiyo Petro wa 2 mlango wa 3 mstari wa 10 anasema lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi, kama siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu na viumbe vya asili vitaunguzwa. Unaona Mungu anaongelea habari ya kuunguza dunia, itaunguzwa na kufumuliwa na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Kule alikuwa anasema ni kama vichaka vinavyoteketea. Sasa mtu anasema hivi habari za kusikia moto wa Mungu, hasira ya Mungu, hukumu ya Mungu ndivyo vinavyofanya watu wakatae kwenda kwenye makanisa yanayohubiri neno la Mungu. Sasa unajiuliza, huyu ni mwanadamu mwenye utashi na akili zake au akili zake zimeshikwa na mtu mwingine? Kwa nini uende sehemu ambapo wanakudanganya wakati vitu vimeandikwa wazi? Bwana Mungu ni mwema sana, anatupenda sana. Sasa ina maana haya aliyosema Mungu anatupenda iwapo tutaisikia sauti yake. Akitufundisha maana ya wokovu. Leo wokovu unaohubiriwa makanisani sio wokovu. Ni wokovu wa jina tu, tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka na mpenda Yesu. Umeokoka. Maana ya wokovu umesoma mstari gani? Muulize mstari uliokupa wokovu ni upi? Haujui. Sasa mfanye Bwana Yesu kuwa Bwana, acha dhambi uokoke. Mfanye Bwana kuwa Yesu kuwa Bwana wa maisha yako. Hapana. Yesu angekuwa ni Bwana wa maisha warokole na watu wanaosema wameokoka, basi wasingekuwa. Bwana ni mtu ambaye ana mamlaka kamili. Mungu ametupa binadamu uhuru wa kuchagua mema na mabaya, kuokoka na kutokuokoka. Sasa watu wanachagua wanachotaka. Lakini unapoanza kumsingizia kwamba ndiye Bwana wa maisha yangu wakati unashinda unaangalia picha chafu, Bwana huyo anafanya nini ndani yako? Ni kama unamkejeli Mungu. Mungu tunapookoka, Yesu hawi Bwana wa maisha yetu na haikuandikwa kwenye Biblia. Tunapookoka ni kumwamini Yesu Kristo kwamba kifo chake, kufa kwake ndiko kunakofunika dhambi zetu. Ni kumwamini, na kumwamini mtu hakuna maana kwamba ndo amekuwa Bwana yako hata siku moja. Bwana kwa maana kwamba mtu anayeongoza mamlaka. Mtu anaweza kaamka asubuhi asiombe hata asifanye maombi hata mafupi. Akatoka kaenda akafanya vitu vyake. Mungu anasema, "Kwa nini mnaniita Bwana Bwana? Msiniite Bwana kwa sababu hamtaki kufanya yale ninenayo." Ndio hicho anachowaambia warokole. Mimi nimemchagua amekuwa Bwana wa maisha yangu. Anasema, "Kwa nini unaniita Bwana?" Luka 6:26. Ndicho anachouliza. Na hataki aitwe Bwana. Hataki kwa sababu watu wanamuita Bwana Bwana wakati hawataki kuyafanya atendayo. Mimi naweza nikasema Yesu Kristo sijampokea kama Bwana wa maisha yangu. Nimempokea kama mwokozi wangu, sio wa matendo ya mwili wangu, hapana. Wa kunipa roho wa Mungu, anakuja anazaliwa upya. Anasema ni kwa kuoshwa na kuumba upya, roho mpya. Lakini ni roho, sio mwili. Kimsingi kilichookoka katika wewe na mimi ni ile roho. Mwili unabaki, na ndio sababu tunasema warokole wanatenda dhambi kuliko dunia. Kama kuna mtu anataka kudanganya kwamba kuokoka ni kuacha dhambi au ni kujifanya, ni maneno ya muda. Wanasema watu hao, anasema katika Luka 10 Luka tulisema katika Mathayo 10 na Mathayo 13 anasema
Watu hao wanani Mathayo 15. Sema watu hawa. Na akiwa anaichukua kutoka kwenye Isaya 29. Anasema watu hao wananiabudu bure. Wananiabudu bure. Anasema wananiabudu kwa vinywa vyao lakini mioyoni mwao niko mbali nao. Bwana nimeokoka. Nampenda Bwana. Hapana. Mkinipenda tunampenda Bwana. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Sasa kama watu wanashika amri zake, kwa nini wanakuwa ndio wanaokufa kwa ukimwi au wanaosema kwamba tumeokoka tunampenda Bwana, mkinipenda mtashika amri zangu? Maneno ya ajabu sana kuyajibu. Lakini sisi tusidanganywe. Tusidanganywe. Tujue kweli. Tunajua udhaifu wetu. Huyu inaonekana anajihesabia haki. Mungu wangu nisamee. Sijawahi kujihesabia haki. Haki ninayohesabu ni ya Yesu Kristo peke yake. Kwa habari ya kutenda dhambi, ninatenda dhambi katika huu mwili uharibikao ambao hautakaa urithi ufalme wa mbinguni hata siku moja. Lakini roho aliyoiumba kaweka ndani yangu siku nilipolikiri jina lake kwamba ndiye mwokozi wangu, sio Bwana. Basi ndipo nilipopata wokovu wa roho. Lakini miili, nikitenda dhambi napigwa kama kawaida. Na tutaendelea pale. Kwa hiyo tunaona kama ni siku ya kisasi cha Bwana, na tunaiona katika vitabu vya Nahum, tunaiona katika Petro wa kwanza, na hata katika Ufunuo. Tumekuwa tunasoma Ufunuo. Kwa mfano Ufunuo 9, Ufunuo 10, Ufunuo 15, 16, 17 ni moto unawaka, moto unaunguza, anasema moshi unatoka unafika mpaka mbinguni muda wote. Kwa hiyo ndio hicho kipindi Mungu anachoendelea kuongelea. Katika Isaya 64 mstari wa kwanza na mstari inayofuata anasema mstari wa 3 anasema hivi, tusikie, anabadilisha kidogo, anasema ulipofanya mambo ya kutisha tusiyoyatazamia, ulishuka, milima ikatetemeka mbele zako. Maana tangu zamani za kale watu hawakusikia wala hawakufahamu kwa masikio, wala jicho halikuona Mungu, ila wewe atendaye mambo kwa ajili yake amngojaye. Vitabu vingi vya unabii, kila neno la Mungu kwenye Biblia ni unabii. Neno prophecy maana yake ni neno la Mungu. Kuna maana ndogo ya neno unabii, maana ndogo ambayo watu ndo wanaitaka kuibeba ikawa kila kitu ndo unabii. Hapana, inaweza ikawa kama kutaja au kama kubashiri mambo yajayo. Na mara nyingi matendo ya ubashiri ya mambo yajayo sio kazi ya Mkristo. Siku hizi watu wanapenda kwenda kubashiriwa. Hapana, unabii kibiblia ni the word of prophecy, kimaanisha maneno ya Mungu kama yalivyoandikwa. Kwa sababu mengi yanakuja kutimia baadaye, tunakuwa hatujui hatima yake. Unaona hata hayo tunayosoma, hatujui Mungu atayaleta wakati gani na majira gani, ila tunajua dalili za nyakati. Na nini kitakavyokuwa, lakini hatujui ndani wake. Kwa hiyo itakuwa natimia kwa sababu aliyasema yanaenda kuwa unabii mpaka yanavyoendelea kutimia. Nabii wa mwisho utatimia wakati tukiwa tunatawala na kutamalaki katika miaka 1000 na hata katika mbingu mpya na nchi mpya na Yesu Kristo na Mungu Baba na Mwana na Mtakatifu. Sasa mstari wa 4 anabadili kidogo, anaongea maneno. Haya maneno tunajua Biblia yetu jamani. Naomba tufike sehemu fulani tusiwe wanafunzi wachanga sana Biblia. Haya maandiko ndio Paulo anayanukuu. Ningeweza kuuliza swali kama swali la jaribio darasani. Haya maandiko anaposema mstari wa 4 anasema maana tangu zamani za kale hawakusikia wala kufahamu kwa masikio yao wala jicho halikuyaona. Hayo maneno yanapatikana katika kitabu gani? Katika Wakorintho wa kwanza 2. Napo Paulo aliyarejelea haya maneno, lakini akaongeza vitu vingine sitavisema kwa kweli kwa leo. Kuna vitu vya kujifunza kutokea pale. Lakini kitu cha kwanza tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba neno la Mungu ni moja. Paulo pamoja kwamba alikuwa ananena na Mungu, lakini alikuwa ni kama Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu Biblia inasema hata kuja leo hii watu wanakuambia nimeota leo, si nafanya hiki, nimefoboteshwa Roho Mtakatifu. Anasema hapana, atakapokuja atakuja na nena yale yaliyokwisha nenwa na Yesu Kristo na Musa na Mungu katika maandiko. Anasema hata nena maneno yake mwenyewe, Biblia ndio inasema. Lakini leo hii huyo Roho Mtakatifu wa duniani na wa makanisani ananena matakwa ya mwanadamu. Leo nimeota, Roho ameniambia nivae nguo hii. Mungu hajawahi kuvalishwa
kuvalisha mtu nguo kwa njozi sio jambo la msingi. Actually Isaya Mungu alimwambia akasema tabiri miaka 3. Kutabiri kimaanisha kuhubiri. Kusema maneno ya Mungu. Kwa muda wa miaka 3 ukiwa uchi. Isaya. Kama ingekuwa ni kuambiwa na roho wa Mungu basi ungeambiwa kama Isaya kukaa kufanya kazi. Nafikiri katika Isaya 19:20. Lakini kwa ufupi ni kwamba Mungu haneni maneno mapya nje ya neno lake. Nje ya neno lake. Na sasa Paulo naye anayasema tuone katika Wakorintho wa kwanza 2:9. Haya maandiko wakati tunasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza kila Jumapili kama 2 zilizopita tuliyaona. Anasema katika Wakorintho wa kwanza mlango ule wa pili, Wakorintho wa kwanza 2 pale anasema mstari ule wa 9, nakumbuka huo ni mstari wa 9. Anasema lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Ndio hayo anayosema Isaya. Kwa hiyo unaona kwamba ni vizuri tunapokuwa tunasema neno la Mungu, tukihubiri tukijazwa na roho wa Mungu ambayo ndio maneno ya Mungu, basi tu tunatoa katika maandiko kama vile ambavyo na Yesu mwenyewe ndicho alikuwa anafanya. Anasema je, hamkupata kusoma alivyosema nabii? Yesu alikuwa na uwezo wa kuhubiri mwenyewe maneno na alikuwa na maneno yake mwenyewe, lakini alikuwa Mungu. Lakini hakutofautiana na mitume wa kweli wa zamani walio ambao maandiko yao Mungu aliyapa nafasi katika Biblia. Tutaendelea. Na unaweza kusema sasa maana ya haya maandiko ni maana ya kwanza ni kusoma kwamba namna ya kusoma Biblia. Kwamba lazima tuyafasiri mambo ya rohoni kwa jinsi ya rohoni. Tungekuwa na muda, leo sitakuwa na muda. Tungeweza kutumia haya maandiko mawili. Hili likisemwa katika Agano Jipya, Wakorintho wa kwanza mlango wa 2, na hii katika Isaya 64 yanatupa fasiri ya ujumbe wa Mungu. Lakini nitaenda mbele hii kusudi kuna kitu na itafuta mlango wa 6 ni mzito zaidi na utakuwa na mistari mingi sana ya kusoma kutokana na mlango wa 6. Mstari wa 5 anasema hivi. Kwa hiyo hoja nitakuwa nimeishia hapo, lakini tujue kwa ufupi tu ni kwamba Mungu anatuambia kwamba huu mstari kimsingi una maana mbili na tulishaiona katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 2. Maana ya kwanza ni kwamba kwa kweli mambo ambayo Mungu ametuwekea mbinguni ni makubwa sana. Kama dunia ina viburudisho vyake na burudani zake na nyingine sio lazima ziwe za dhambi. Ina utoshelevu wake wa kiasi fulani. Je, si ni dunia ya dhambi, dunia ya watu wa chini, dunia chafu ambayo haimchi Mungu. Biblia Mungu anasema inakuwa ni nchi ni giza. Je, si zaidi sana katika nuru ya utukufu wa Mungu mbinguni wa milele. Kwa hiyo anakuambia jicho, yani ni vigumu sana kutaja mbinguni kutakuwaje. Ni vigumu. Lakini mbele kidogo katika Wakorintho wa kwanza Paulo kwa sababu ni agano la ufunuo zaidi kuliko agano la kale anaongeza maneno anasema lakini Mungu sisi katufunulia kwa neno lake. Yaani kwamba pamoja kwamba hatujui lakini kumfunulia mtu ni kama mnamuonyesha tu kidogo unaona ni kama vile Yesu alivyopanda katika Luka 17 alivyopanda na Mathayo 17 alivyopanda mlimani akaonyesha akageuka sura. Akaonyesha akina Paulo, akina Petro, na Yohana na Yakobo. Nadhani walikuwa hao watatu. Akaonyesha kidogo mambo ya mbinguni. Wakataka kuendelea kukaa pale. Unakumbuka? Yaani ile ni picha kwamba mbinguni ni kutamu kuliko duniani. Wewe umepanda mlimani. Umeenda ukasikia ile nguvu ya Mungu. Hakuna mambo ya dunia hapo. Sio kwamba walikuwa na TV na mpira wanasema kwamba tuko tunaenjoy maisha. Lakini ule uwepo wa Mungu anasema mzee tujenge nyumba tukae hapa. Kwa hiyo Mungu akawafunulia tu kidogo akaiondoa. Na sasa Paulo anaongeza maneno pale. Na sita hapo kuna mafundisho mazito lakini kwa kweli naomba niishie hapa. Mstari wa 5. Turudi kwenye Isaya 64:5 anasema hivi. Anasema wewe wamlaki yeye afurahiaye yaliyo haki na kuyatenda. Watu wale wakukumbukao katika njia zako, tazama ulikuwa na hasira nasi tulitenda dhambi, tumekuwa katika mambo haya muda mwingi, nasi je tutaokolewa? Ukiangalia haya maneno anaongelea vitu viwili kwa pamoja. Anaongelea watu Mungu kinachompendeza. Anasema mstari wa 5 anasema wewe wamlaki, kumlaki ni kumkumbatia, ni kumkubali, anasema ni kufurahishwa naye. Anasema unamlaki
yeye afurahiaye yaliyo ya haki na kuyatenda. Mungu anasema muda wote anataka kuyatenda. Na mtu anaweza kusema hatuongelea habari ya wokovu hapa. Basi moja kwa moja tunaongelea kule kutembea na Mungu. Unajua kuna kuokolewa ukaingia kwa Yesu. Kuna watu wengi ambao walisikia neno la Yesu wakamwamini akawapa uzima wa milele. Lakini ni wachache sana waliotembea pamoja naye. Wengi walirudi nyuma. Lakini huwezi kusema wale wote waliorudi nyuma akabaki nao 12, baadaye katika wakabaki 11, baadaye siku kafanyika muujiza akafika 120 ndio wakaanza kuongezeka. Huwezi kusema ndio hao walio 120 ndio waliokolewa na Yesu. Hapana, Yesu ndio kwa watu wengi sana. Alihubiri injili lakini sio wengi walioambatana naye. Kuokoka ni kulisikia neno la Mungu. Ukishalisikia, je, ni maneno yote ni yale yanayohusu wokovu? Kuna mengine ambayo yanahusu injili ya mwilini, lakini yanayohusu namna ya roho inavyookolewa. Ukishalisikia unamwamini Yesu Kristo pekee. Peke yake. Hakuna kuamini vitu vingine. Si mimi naamini Yesu, naamini Maria. Naamini Yesu na mtume. Naamini Yesu na nabii. Mimi binti ufafusiwa wa Meja One. Si vitu gani? Mimi kijana ninasemaga sana binti wa Meja One, nimewasikia wengi wanaojiita mabinti wa Meja. Kwa hiyo nitaitolea mfano mara nyingi sana. Huo sio wokovu. Ukisema mimi ni binti wa Kristo lakini sasa uwe binti wa Kristo ukimaanisha. Kwa sababu usije kwa katika wale wanaosema kwamba watu hawa wananiabudu mdomoni lakini mioyoni wako kwenye dunia tu. Wanaiamini dunia tu. Wanaamini vitu vya dunia tu. Wanaamini miungu, wanaamini uzuri wao, wanaamini upuuzi mwingine. Hapana. Haya. Tunaendelea. Kwa hiyo kuna anasema Mungu anawalaki na kuwapenda, lakini pia anasema Mungu ana hasira na hao wasiomcha. Hivi ngoja nikwambie. Mtu aliyeokoka kalikiri jina la Yesu Kristo, akaenda akatenda madhambi. Huyo siku ya kufa ataenda mbinguni na madhambi yake yote. So sio kwa kutokutenda dhambi kunakotupeleka mbinguni, hapana, ni kumwamini Yesu Kristo. Na kumwamini Yesu Kristo hakuna maana kwamba ndio umeacha dhambi. Kwa sababu mwili tulishasema kwamba hauokoki, kinachookoka ni roho anayezaliwa upya. Na anasema kilichozaliwa kwa roho anavitofautisha kabisa. Sasa hiyo ni basic doctrine au ni mafundisho ya msingi ambayo kwanza makanisa hayajui. Hayajui. Tunayajua tu peke yetu hapa. Na wengine sawa, labda na wengine. Lakini ndivyo. Lakini huyo mtu anavyoishi katika dhambi zake, ameokoka lakini anaendelea kuishi katika dhambi, anaangalia picha chafu, hasomi neno la Mungu, hataki kusikia sauti ya Mungu, anakunywa pombe yamkini, anajifikiria tu kila kukicha, yani Mungu hayumo katika mahesabu yake, lakini alishawahi kumwamini. So kumwamini mara moja ni milele. Huyo mtu Mungu, Biblia inasema Mungu anakuwa na hasira sana na huyo mtu kuliko mtu asiyeokoka lakini yamkini ambaye hatembei katika madhambi. Kwa mfano, Mungu ana hasira, na ndio sawa anawapiga hao watu, ana hasira na Wakristo wanaotembea wamevaa uchi ili kusudi watende uasherati na uzinzi, wapate mahukumu wafe, sawa, kuliko Muislamu ambaye anajifunika vizuri. Ana hasira naye. Lakini je, siku ya mwisho hawa watu watapishana njia? Anaenda kwa Mungu lakini anaingia na makovu mengi kweli kweli. Anapigika ili anafika. Anakuwa kama yule bondia anayepiga na ngumi. Baadaye unakuta jicho limefika hapa, yuko anamwaga damu, wanamshika mkono wanamtangaza, huyu ndio mshindi. Unajiuliza hivi kashinda nini? Macho yametoboka. Ngozi imechanika. Lakini mmoja hajapigwa hajafanya nini, lakini amegaragazwa chini, wala hana uvimbe, ukasema huyu ameshindwa. Wakati hana hata mapigo makubwa. Kwa hiyo Mungu anachukia zaidi mtu aliyejitambulisha kwa jina lake akaokolewa lakini akaishi katika maisha ya dhambi. Hao watu wanamchukiza Mungu sana. Na ndicho anachosema katika mlango ule wa 5. Tujitahidi sana. Kwa hiyo watu hawa wasiomwamini Yesu Kristo lakini yamkini hawaishi katika dhambi, Mungu unakuta hata hawapigiki sana. Ila hatima yao tutakapokuja kwenye mambo ya rohoni sasa, ya wokovu wa rohoni na hukumu za roho, kwa sababu miili itakuwa imeoza, sasa hawa ndio wanaanza kukipata cha moto.
Tunaendelea mlango mzito. Huu mstari wa 6 naomba kila mtu aukariri. Kwa hiyo tukiwa tunasema kwamba ile Isaya 64 mstari ule muhimu wa kwenye Isaya 64 ni upi, kila mtu anaujua kwa kweli. Kwa faida yetu. Sio kwamba tunafanya hivi kama kufanya kama mchezo tu kwa watoto, hapana. Tunafanya hivi kusudi tujikumbushe maneno muhimu ya Mungu. Ni njia nzuri. Isaya 64 mlango wa 64 wa Isaya mstari wa 6 sema kwa maana sisi sote, alikuwa anaongelea kutokana na hawa watu wachafu, maisha ya Mkristo mchafu aliyeokoka. Anasema kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu. Sasa kipengele anachokitaka muhimu kabisa cha kukariri hiki. Anasema na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Anasema sisi, actually ndio somo, nicho kichwa cha habari cha somo. Kama unatafuta kichwa cha habari cha somo la leo ndio hiki hapo. Kwamba kinatoka katika mstari wa 6. Okay, unaweza kupata popote pale. Kichwa habari kikubwa ungeweza kusema kwamba Mungu anataka tuwe wasafi. Tukishaokoka tusimame maisha ya haki na usafi, tuepuke huo moto ambao utakuja katika mwingine utaletwa na wanadamu. Lakini mwingine utaletwa na Mungu katika ghadhabu ya Mungu. Lakini mwingine utaletwa na pinga Kristo. Watu wengine watachoma moto. Sasa ujumbe mkubwa wa leo, na ndo tutasoma mistari mingi kuanzia eneo hilo mingi tu ni hiyo. Ngoja ni usome katika King James. Huu mstari ni mstari wa mzito sana wa kukumbuka. Saa 64 King James mstari wa 6 nasema hivi: But we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Anasema, ukisema maneno ya Kiingereza ambayo na sisi kwa nini yamekaa kichwani zaidi, sio kwamba natafuta sifa za kusiji Kiingereza, hapana, lakini King James haijachafuliwa sana. Actually haijachafuka, neno la Mungu lililokamilika kabisa. Ni Biblia ya Kiswahili tushasema tutakuja kuitafsiri upya uko mbele ya safari. Kwa sababu ina mahubiri mengi ya uongo, lakini anasema our deeds of righteousness are like filthy rags. Rags ni matambara. Manguo matambara kama yale yaliyochanika unaweza kutumia labda kudekia. Anasema tunapoweka mbele matendo yetu ya haki, our actions, our deeds of righteousness, matendo yetu ya haki, anasema mbele za Mungu inakuwa ni sawa na matambara yaliyotiwa unajisi. Rags ni matambara yaliyochanika. Filthy ni machafu, labda yamegusana labda na kinyesi, yamegusana na matope. Sasa hivyo vitu leo hii, na natumia muda huu kama dakika 10 zijazo Mungu akinipa neema kusema hizi habari. Leo hii kuna dini nyingi sana duniani. Kuna dini nyingi, imani nyingi. Nyingine ni za ni dini tu za utawala, lakini wanaamini kitu kimoja. Unakuta wengine sisi sijui ni EGT, ni TG, ni wale. Na hata majina yanafanana, na tofauti tu ni tofauti za matumboni. Walitofautiana namna ya kula. Lakini ni dini moja hii. Na wengine wengine wanakuambia sisi wa Hindu, sisi sijui wa Buddha, sisi wa Judaism ndo hao wa Yahudi, sisi sijui wa Katoliki. Hizo dini zote unaweza kusema sasa ipi ni dini iliyo sahihi? Nasema tukubaliane na maandiko yanathibitisha kabisa. Kimsingi kuna dini za aina mbili duniani. Mbili tu. Ni kama kusema kuna watu bilioni 7, lakini ukitafuta namna ya kuwagawa katika makundi marahisi, unasema kuna wanawake na wanaume. Katika bilioni 7 unaweza kushindwa kuwatofautisha utaifa, rangi, kimo, lakini kuna mgawanyo mrahisi sana wanawake na wanaume. Leo hii unaambia siku kuna mwingine wakati tunaanza sasa hapana, ni mafundisho ya shetani. Mungu anamwambia mtu mke na mtu mume. Huyo katikati kaletwa na shetani. Transgender, si vitu gani? Sijui nini. Hivyo yote ni upuzi. Puzi kabisa. Lakini kuna watu aina mbili. Vile vile kuna dini za aina mbili. Kazi ya dini ni kumtafuta Mungu. Njia ya kumtafuta Mungu. Dini haipeleki mtu mbinguni. Sasa kama dini haipeleki mtu mbinguni,
Kwa nini sasa ni njia ya mtu kumtafuta Mungu? So mtu huwezi kumtafuta Mungu shuleni, kwenye vyuo. Huwezi kumtafuta Mungu kwenye biashara. Kwamba nimeamka asubuhi niko Kariakoo namtafuta Mungu, hapana. Ukisikia watu wako kwenye makanisa, wako kwenye misikiti, wako wanamtafuta Mungu. Na ile kauli dini haipeleki mtu mbinguni ni njia ya shetani ili kusudi watu Sasa watu wanaenda kufanya nini sasa kama sio kutafuta Mungu? Kama ni njia mtu anapokuwa njiani au barabarani haina maana kwamba ndo ameshafika, lakini yuko ukiwa kwenye njia sahihi una uhakika wa kufika unakoenda. Ukiwa kwenye njia ya kupotea huna uhakika wa kufika unapoenda. Kwa hiyo huwezi ukatofautisha dini kimsingi na mbingu kwa mfano na Mungu kwa mfano. Yaani tofauti yao ipo lakini ni ndogo. Sasa leo hii kuna dini za aina mbili. Kuna dini zinazotumainia matendo na mwanadamu na matendo yake kuwafikisha kwa Mungu, kwa sababu zote zinatafuta kwenda kwa Mungu. Lakini kuna kundi kubwa la dini zinazomtafuta Mungu kwa jinsi ya matendo yao. Kuna na dini za wachache za watu wanaomtafuta Mungu kwa jinsi ya Yesu Kristo peke yake. Na kuna baadhi ya dini katika hizi nyingi zinazomtafuta Mungu kwa jinsi ya matendo, ukiziuliza zakwambia kwamba tunamtumia Yesu Kristo, lakini kimsingi ni mdomoni kama tulivyosema, lakini kiuhalisia kiutendaji wanamtafuta Mungu kwa jinsi ya matendo yao. Wanaweza kumtafuta kwa jinsi ya kutoa sana sadaka. Wakamtafuta Mungu kwa jinsi labda ya kunena kwa lugha. Mimi nimeokoka mpaka nanena kwa lugha. Hapana. Hivyo unenaji wa lugha haumuongezee mtu chochote, haumpeleki mtu kwa Mungu wala haumuongezee utakatifu mwilini. Sana ule unenaji wa mwingi wa lugha sana kabisa, karibu 100%. Sasa ni fake. Ni fake na ni njia tu ya kujidanganya, na mtu muda wote zao la udanganyifu, matokeo udanganyifu mara nyingi ni uharibifu. Mtu yote anapokuwa kwenye udanganyifu, yani udanganyifu mwingi, matokeo yake ni uharibifu. Kwa hiyo kwa sababu ni fake, ni udanganyifu, inaenda kuwapoteza watu. Dini za aina mbili. Sasa tusome unaweza sasa, mbona ni ngumu, tutakuja kuihubiri, lakini ngoja tuiguse kwa mistari hii. Kwa hiyo anasema hivi, Mungu anasema watu dini nyingi, dini anakuambia kwamba tufanye matendo mazuri, karibu zote ni matendo mazuri. Ni dini ipi ambayo ulishawahi kuisikia? Dini yote, imani ipi ambayo hawaweki mbele matendo yao kwa kwenda mbinguni? Niambie yote. Mimi sijawahi kuisikia. Wao si Waislamu, Wakatoliki, si kabila gani? Tena matendo mazuri. Lakini Mungu amesema hivi, matendo yetu ya haki mbele za Mungu ni unajisi. Na Mungu hawezi akasema hivi katika Isaya, alafu akatafuta sehemu nyingine akasema kinyume. Hapana. Ukiona anasema hivi na sehemu nyingine anasema tofauti, ukafikiri amekosea, wewe mtu msomaji ndiye aliyekosea. Na amekosea. Mungu hakosei, hawezi akawa na ujumbe zaidi ya mmoja. Mungu ana ujumbe huu mmoja, neno lake limetoka kwa Mungu mmoja. Kwa hiyo twende sehemu nyingine. Twende katika Warumi 4. Tuguse hiyo hoja, tukumbushane kabisa kwamba ukishategemea matendo. Sehemu nyingine anasema katika Wagalatia 5:4 anasema na washuhudia mukitahiriwa, ni Wagalatia, mkataka matendo ya kutahiriwa, anasema Kristo hatawafaidia chochote. Mimi nawaambia, wewe unaye wahubiri watu, sijui kupeleka fungu la 10, usipopeleka hajihesabu moto, unawadanganya. Na wewe unayehubiriwa hivyo kanisani ukakubali, unadanganyika, na matokeo ya anayedanganya na anadanganywa wote ni mamoja. Tofauti tu, huyu aliyemdanganya anafaidi vya duniani kwa kumdanganya, lakini matokeo yao, hatima zao ni zile zile. Twende katika Warumi mlango ule
wa 4 tumesema hiyo hoja inaanzia nyuma sana katika Warumi nzima mnakumbuka hiki kitabu tulikisoma kwa muda mrefu. Lakini Warumi 4:5 nitasoma 5 alafu nitarudi nyuma Warumi 4 mwanzoni. Anasema hivi, lakini tuanzie mstari wa pili samani. Anasema hivi, Warumi 4:2 anasema kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo sasa. Tutende matendo mazuri. Ili kusudi tukifa tuende kwa Mungu. Tuende mbinguni. Ndio maneno anasema sawa. Anasema iwapo Ibrahimu alihesabiwa haki kwa matendo yake, analo la kujisifu lakini si mbele za Mungu. Kwa hiyo ujumbe wa huu msani kwamba Ibrahimu hana kitu cha matendo, hana matendo ya kumsifia mbele za Mungu, ya kumfikisha kwa Mungu. Biblia inasema mstari wa mbele, anasema mstari wa 3 anasema hivi, maana maandiko yasemaje? Sasa leo ukimuuliza mtu anasema okay, matendo mazuri nasema ndio yanakupeleka mbinguni. Imeandikwa wapi? Hajui. Anasema tu mdomoni. Sasa mwenye akili, mwenye kumtafuta Mungu anayauliza maandiko. Unamwona huyu Paulo baada ya kuonyesha kwamba matendo ya Ibrahimu sio yaliyompa haki kwa Mungu, aliamua atafute maandiko yanachosema. Tafuta maandiko yanasemaje? Ndio mstari wa 3 anasema maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Na hii inapatikana katika kitabu cha Mwanzo. Turudi Mwanzo, muda umeenda. Turudi Mwanzo 15. Tuwe tunaisoma Biblia. Paulo anaisoma anahubiri kwa Warumi akiwa amejazwa roho wa Mungu kuliko mimi na wewe yote yule. Kwa sababu neno lake liliingia katika kumbukumbu za Mungu. Maana yake roho wa Mungu alikuwa anafanya kazi juu yake kwa sehemu kubwa. Sasa lakini bado anayauliza maandiko, anakiuliza kitabu cha Mwanzo. Leo ukisoma Mwanzo ni mambo ya zamani sana. Sasa hivi tuko katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia ya sasa sayansi na teknolojia ya Biblia iko wapi? Mstari wa 10 na mstari wa 6 anasema hivi. Mwanzo 15, Mwanzo 15:6. Mwanzo mlango wa 15 mstari wa 6 anasema tulikuwa tunasoma habari za Ibrahimu, anasema akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kitu kilichompa haki Ibrahimu mbele za Mungu ilikuwa ni kumwamini. Watu wa agano la kale waliokoka kwa kumwamini Mungu. Tofauti yao ni kwamba Mungu alikuwa hajamfunua Kristo. Alikuwa anamfunua roho wake kwa muda, anajifunua kama Yehova asionekane kwa mwili na nini, lakini wokovu uliokuja kwa jinsi ya Kristo ulikuwa mpana sana. Yamkini na neema iliyokuja wakati huo ikawa kubwa sana. Yamkini hata na hukumu yake ikawa kubwa kulinganisha na nini na ile ya zamani ambayo watu walikuwa wamefunuliwa na Mungu kwa Mungu kama kina Ibrahimu, lakini sio katika uwazi wa Yesu Kristo mpaka akachukua mwili. Kwa hiyo tunaona kwamba sio matendo ya haki ya Ibrahimu. Ibrahimu alitenda matendo mengi ya haki, lakini sio yaliyomhesabia haki. Leo hii unamuuliza mfalme mtakatifu tuombe. Sisi uzao wa Ibrahimu. Ibrahimu yeye anayokolewa kwa imani kwa Yesu. Kwa nini wewe unasema sasa ni matendo ya haki yanayokupeleka mbinguni? Haya, turudi katika tusome katika kitabu cha Warumi hiyo. Tusome turuke kidogo. Twende wa Korinto wa pili 5:21. Tutarudi kwenye Warumi lakini twende wa Korinto wa pili. Wa Korinto wa pili 5:21 ni maneno mazito. Biblia inasema hivi. Wa Korinto wa pili 5:26 na tutarudi pia wa Korinto wa Warumi 4, usitoe kidole pale, tutarudi pale. Wa Korinto wa pili 5 na tutarudi kwenye Warumi 11 lakini tuende kwanza kwenye wa Korinto wa pili 5:21. Biblia inasema hivi. Anasema hivi. 5:21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Unaona kwamba ilitakiwa apatikane asiye na dhambi ili kusudi abebe aweze kulipa. Ni sana mtu unataka labda mtu ana hatia mahakamani au polisi. Huwezi kaenda kumtafuta mfungwa ukamwambia huyu aliyefungwa ndo anataka anidhamini. Hapana, unamtafuta mtu safi ndo anakudhamini. Yesu Kristo amekuja kutudhamini,
anaulizwa kwamba wewe huyu makosa yake asipoonekana, yasiposafishwa. Ni mfano lakini sio kwamba ni inafanana moja kwa moja. Unachukua nafasi yake. Akipotea nitakuja mimi. Yesu Kristo anasema akiungua naungua mimi. Yesu Kristo aliingia jehanamu. Mtu anasema hivyo vitu si hawaku visikia, hapana. Mungu hakuna kisichowezekana mbele ya Mungu. Biblia inasema he descended in hell. Sio ukitokuja kusema. Kwa hiyo Yesu akafanywa dhambi, asiye na dhambi. Huwezi ukamkomboa mtu, huwezi ukamdhamini mtu kama we mwenyewe unatakiwa udhaminiwe. Au mstari ni mstari wa kukumbuka sana. Kwa hiyo Mungu alifanya dhambi ili kusudi awakomboe wenye dhambi, kwa sababu asiyekuwa na dhambi. Turudi tena pale, sina muda sana wa kukaa pale. Na hizi ndizo zinaitwa doctrine. Hazifundishwi kwenye makanisa. Mtu akianza kuzigusa tu kidogo, anaonekana ameenda siji deep sana, inaonekana hana Mungu. Mungu ana haya maneno yametoka kwenye moyo wa Mungu. Kwa hiyo jinsi unavyoyaingia na kuelewa na kuyatumia katika maisha yako, ndivyo unavyoendelea kuunganika na roho wa Mungu, kuunganikana na moyo wa Mungu. Tusome katika Warumi 4 tena. Turudi Warumi 4. Nilikuwa nimeenda Warumi 4 nilianzia 2 twende 5. Anasema hivi, na huu unafanana na ule mstari wa tuliotokea wa Isaya 64:6. Anasema hivi. Sasa Warumi 4:5 anasema hivi. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki asiyekuwa msafi, asiyekuwa mtaua, imani yake mtu huyo inahesabiwa kuwa haki. Mtu asiyefanya nini? Kazi yoyote. Kufanya kazi kibiblia hana maana kwamba huendi kazini kufungua maofisi ya serikali. Hapana. Kufanyia kazi mbingu. Kwamba nitatoa sana sadaka. Nitahakisha nimejenga na kanisa hapa. Mpaka nitaweka kanisa nyumbani kwangu ili kusudi nitafute. Anasema mtu asiyefanya kazi lakini anamwamini yule anayetakasa, huyo ndiye anahesabiwa. Na Mungu twende katika okay. Hii kitu ushaifundisha sana, sihitaji kuisema sana, lakini tuliifundisha pia katika Warumi 11. Sitafungua pale, nitaisema kama inavyosema kwenye King James. King James inaisema, King James ni Biblia ya Kiingereza iliyotokana na maandiko ya Yesu Kristo kwenye Agano Jipya na maandiko ya Agano la Kale la Musa kwenye Agano la Kale, na haikupitia katika mikono ya dini. Na mpaka leo watunzaji wa kitabu cha King James TBS wanaitwa the Trinitarian Bible Society, sawa, hawana dini. Mungu tukaamua akatunza neno lake pale. Leo hii tukitaka tunaweza kaenda tukatafsiri Biblia ya Kiswahili na wale watu Mungu akitupa neema, wao hawana dini. Leo hii dini zinachafua Biblia. Msabata anaenda anaweka sabato zake na maneno ya nani inaitwa clear. Kuna Biblia ya Kisabato inaitwa Clear Word Bible. Wanachukua maneno ya mwanadamu anaitwa Ellen White, wanaingiza mle kwenye, wanachanganya. Yaani ni vitu vya kutisha sana. Alafu kutoka pale anasema kwamba tuko deep katika Mungu. Jamani, tufike sehemu fulani tumuogope Mungu. Tumuogope Mungu. Sasa turudi pale. Kwa hiyo ninaisema katika King James, anasema katika Warumi 11:6 anasema hivi. Ngoja nione kama naikumbuka vizuri. Nakumbuka hoja lakini sikumbuke maandiko yale, mtiririko yale maneno. Lakini anasema tunaokolewa kwa neema na si kwa matendo. Na iwapo ni kwa neema basi sio kwa matendo, basi vinginevyo neema isingekuwa neema. Kwamba huwezi ukawa na neema na matendo kwa pamoja. Vinginevyo kama ukishaweka matendo ndio kufanya kazi, matendo ndio kufanya kazi. Anasema basi neema inakuwa sio neema, yani ni Kristo anakuwa ndo maana yake Kristo akufaidie kitu. Lakini anaendelea anasema upande wa pili anasema hivi kwenye mstari huo ni mrefu. Anasema na iwapo basi tunaokolewa kwa matendo basi si kwa neema, la sivyo matendo yatakuwa tena sio matendo, yatakuwa yamechanganywa. Kwa hiyo anasema ni mawili.
Na tukasema kwamba kuna dini za aina mbili. Kuna dini zinazotegemea matendo yao na ndo nyingi, ndo zote ni nyingi na baadhi ya imani ya watu wachache duniani. Watu waliokolewa kweli kweli wanaoamini katika neema ya Yesu Kristo peke yake. Ndio ya makundi mawili. Kwa sababu wote huyu anaweza kusema mimi ninategemea kusoma rozari. Mwingine akasema ninategemea kusoma tasbihi. Mwingine akasema ninategemea kufunga. Si kuna wengine wa Hindu sijui kama yule alikuwa anaitwa Mahatma Gandhi alikuwa anafunga mpaka kama baba. Yaani ni matendo yote. Sasa huyu wa tasbihi na huyu wa rozari ukiwakusanya wanakaa kwenye kundi moja vizuri tu. Tofauti. Sasa anasema ni mawili. Ama kuna wa matendo na hakuna wa neema. Mwingine anasema kwamba mpaka unende kwa lugha ujazwe na Roho Mtakatifu sio ufanye gani na sivyo Roho Mtakatifu anavyojazwa. Huyo naye anaungana na hawa kwa sababu kuna matendo ya kufanya. Kwa hiyo ni vitu vingi sana vya kusoma lakini inabidi tu tufike sehemu fulani tufunge katika hii hoja. Muda umeenda. Tutaigusa tena. Kwa sababu hii ndio doctrine kuu. Ngoja niseme kitu kimoja. Usipojua namna ya wokovu ni nini na ukaokoka vitu vingine vyote vinakuwa havina maana. Kwanza Biblia inakuwa haina faida. Kwa sababu Biblia anasema, "Je, itamfaidia Mathayo 16:26. Itamfaidia nini mwanadamu akiufaidi ulimwengu wote hata akajua mamlaka zote za dunia, akajua na anga, akajua na kila kitu na si ujuzi tu peke yake akapata hekima akala kashiba lakini kama hana wokovu basi hata ile Biblia ilikuwa ni mtu asiyeokoka kusoma Biblia kimsingi anapoteza muda. Na wako wengi wanaotegemea sadaka, wanaotegemea sijui kushika sikukuu ya Sabato. Sijui wanaotegemea vitu gani, vyote ni matendo. Unaweza kuniambia kwamba kushika Sabato sio matendo? Ni matendo. Kwa sababu lazima utumie bidii fulani. Utumie bidii fulani, lakini naomba niseme kitu kimoja cha kufungia vile. Wokovu Mungu anautoa. Kazi yetu ni kuupokea. Na huwezi kuniambia kupokea kitu kwa mfano mtu akamwambia kwamba ukabatizwe. Sawa. Mtu hata ubatizo ni matendo. Japo ni tendo la kimungu na matendo mengi yatakayopeleka watu mbinguni, motoni ni matendo yenye viashiria vya kimungu. Hata kutoa sadaka ni kiashiria cha kimungu, lakini kitapeleka watu motoni. Kushika Sabato ni matendo ya kimungu, lakini yatapeleka watu motoni. Sasa tuseme mtu ambaye kuokoka sio matendo kwa sababu hata mtu ambaye yuko kwenye kitanda maadamu mtu ana fikra tu peke yake asiyesogeza asifanye chochote akitamka kwa kinywa anasema Bwana nakupokea Yesu Kristo wewe mwokozi wangu nakubali nakiri dhambi zangu mimi mtenda dhambi lakini naokolewa na wewe ndio kuliti sawa huyo hafanyi kitu chochote hata kama akiwa hivi lakini ubatizo lazima hata kama ni kulazimika kuvaa nguo kama ni kulazimika kupanda gari kama ni kulazimika yani lazima kutakuwa na matendo ya mwili hata ni matendo yale ni shughuli kimsingi siku ya ubatizo kuna kuchoka sana kuna kuchoka ni matendo lakini uwezo kusema kuliamini jina la Yesu Kristo eti kuna sio tendo ni kulipokea sasa kumwamini Yesu ni kwa kweli ni utashi wa mwanadamu. Hapo sasa ndipo tofauti ya mtu atakaye okoka na asiokoka. Mungu hachagui kwamba yule aokoke yule asiokoka. Hapana. Mungu anachofanya anasema nimemwaga vipawa vyangu kwa wote. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie. Ili kila mtu amwaminie. Yaani unaona ni yule anayechagua kuamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo swala ni hilo kwamba hakuna matendo yanayofanya ila kuna uchaguzi wa kufanya.
Na ninakuomba wewe unayenisikiliza hasa ulioko mbali kwa sababu mlioko hapa naamini mmemwamini Yesu Kristo na kumwamini ni mara moja. Sio watakatifu nyewe mlioko hapa kwa jinsi ya kwamba labda hamna dhambi hapana. Mimi mwenyewe sio kusema sina dhambi hapana, lakini habari ya kulichagua jina la Yesu Kristo tumelichagua. Je, tunamkosea kuliko hata watu wa dunia? Lakini je, Mungu atapendezwa hapana, atakasirika sana na atatupiga. Sasa mimi naomba nisipigwe na Mungu ili kusudi nijiepushe na matendo yanayomuudhi. Biblia inasema katika tuendelee mbele kusudi tumalize, nilikuwa naendelea kusema ule mstari wa 6 ni usitizo wa kusema mbele za Mungu matendo yetu. Biblia inasema ni sawa na matambara sio matambara yaliyochanika tu hapana, yakachanika yakachafuka yakatiwa unajisi. Mstari wa 7 anasema tena hapana aliitia jina lako ajitahidie akushike kwa kuwa umetuficha uso wako nawe umetukomesha kwa ajili ya maovu yetu. Haya mstari wa 8 anasema lakini sasa Bwana wewe baba yetu sisi tu udongo wako umfinyanzi wetu sisi sote tu kazi ya mikono yako. Bwana usione hasira nyingi wala usiukumbuke Mungu hana hasira. Mungu anasema huyu anafanya kumbebeleza Mungu. Na kuomba na wewe na mimi tunapokuwa tunakaa tunamuomba Mungu asubuhi usiku tukilala tukumbuke pia Mungu asione hasira kwa sababu ya matendo yetu mabaya. Sisi ni watoto wake, tumeshaokolewa, tumeamini jina la Yesu Kristo, lakini tunapotenda matendo yale maovu, japo hatupeleki mbinguni lakini yanamkasirisha Mungu. Na tunasema Mungu anakasirika sana na watu waliookoka wanaotenda kama dunia au wanaoichafu na wengi wamechafuka kuliko dunia. Kwa hiyo Isaya anafanya kama vile kuombea taifa lake, kuombea watu wake. Anasema Mungu, dhambi zetu ndizo tumetenda na wewe. Ndizo zimetutenga na wewe. Dhambi zetu ndizo zinazotufanya tupigwe. Leo hii magonjwa yameongezeka ni kwa sababu ya dhambi ya wanadamu. Leo hii watu wanaishi maisha ya kuhangaika mengi, anachokishika hakikubali, anapogusa anaenda sijiro nimeko kwa mtume fulani, lakini haiwezekani. Kikubwa ni kujiweka vizuri na Mungu baada ya kuokoka kwanza. Kwa hiyo hii tutakuja kuhubiri mara nyingi kwa sababu ndio doctrine kuu. Ya kwanza ni wokovu, lakini ya pili ni kukaa vizuri na Mungu. Na hizo zote hazihubiriwi. Doctrine ya sasa hivi ni utajirisho, ni kunena kwa lugha na kudanganyana na kurusha vitambaa juu na kusema adui zako Mungu atawapiga wakati mwenye makosa ni mimi na wewe na nini. Kwa hiyo ni mahubiri ya uongo. Doctrine ziko nyingi lakini hizo ni doctrine za msingi. Jamani, naomba tutaishia hapa. Mistari okay. Kwa mfano mstari wa 10 si vizuri tuondoke bila kugusa mstari hata mistari. Anasema mstari wa 10 anasema miji yako mitakatifu imekuwa jangwa, Sayuni imekuwa jangwa, Yerusalemu imekuwa ukiwa, nyumba yetu takatifu nzuri walimokusifu baba zetu imeteketea, vitu vyote vyenye kupendeza vimeharibika. Utajizuia usiangalie mambo haya Bwana? Unanyamaza na kututesa sana? Of course, tuseme ukweli. Mara zote Biblia inasema katika Yakobo 4 Yakobo 4:8 anasema hivi, mkaribieni Bwana naye atawakaribia, mpingeni shetani naye atakimbia. Mungu tusipokuwa karibu naye anatelekeza mji wake, anatelekeza majumba yetu, anatelekeza maisha yetu. Ndicho huyu anachosema. Na hawa watu walikuwa wametenda matendo. Kumbuka kulikuwa kuna mfalme Manase, alikuja baada ya baba yake Hezekia. Wakati huu Isaya alikuwa anamalizia kuhubiri, inaonekana wafalme waliokuja baada ya pale walikuwa wameshaanza kuchafuka sana. Angalau katika Kaamani kaliko kutokea wakati wa Hezekia mlango wa 37 na 8 na hata na 36 kalikuwa kameondoka. Kwa hiyo Isaya anaanza kuona uchafu wa lile taifa ambao ndio uchafu tuliona, actually ambao ndio mkali zaidi kuliko wakati wa Isaya. Leo hii wanavaa uchi mara zaidi kuliko waliokuwepo wakati wa Isaya, kuliko hata waliokuwepo miaka 50 iliyopita. Miaka 50 iliyopita watu wanawake walikuwa wanavaa nguo zilizovuka magoti. Kimsingi ulikuwa huna uwezo hata kuona mguu wao. Ungeweza labda wengi walikuwa wavaa viatu, ungeweza kuona tu mguu wa chini au kanyaga chini. Lakini usingeweza kuona sehemu nyingine. Leo hii sasa hivi mavazi yaliyoko juu ya magoti kwa mbali kabisa ndiyo yanaenda mpaka makanisani. Alafu nataka Mungu aongee maneno mazuri kuliko wakati wa Isaya. Bwana anatupenda. Hapana. Na naomba Mungu niseme kama Isaya alivyoanzia, anasema right Mungu. Isaya hajui atafanya nini.
Wakati mwingine mtu anaweza kuwa katika roho ukachanganyikiwa ukawa kama kina Yohana ukaanguka chini kama umekufa. Isaya huko anasema Bwana kama ningetamani upasue mbingu uje kwa sababu watu wamechafuka. Huko anasema Bwana tunaomba utusamehe. Ndivyo tulivyo. Wakati mwingine tunaomba Mungu atusamehe, wakati mwingine lakini tunaangalia machafu ya dunia hii. Bwana Mungu aje wakati mwingine. Na kadhalika. Sasa tutawafungia hapa. Mungu tunakushukuru katika yote. Asante katika sura ya leo ya 64 ya Isaya. Asante Mungu kutuongoza mpaka tumefikia hatua hii. Tunaamini Mungu utatupeleka mbele zaidi, utaendelea kutusikizisha sauti yako. Na hata watu wengine walioko mbali Mungu, utaweza kuwasikizisha maneno yako kwa jinsi wewe ulivyopenda na kwa jinsi walivyo tayari kukubali wito wako mfano. Baba, bariki kusanyiko hili dogo liko mbele yako. Bariki Mungu wa mbinguni maisha yetu. Bariki kazi yako. Tusamehe Mungu tulipokosea ni makosa mengi. Lakini Yesu Kristo endelea kujidhihirisha katika nguvu na mamlaka yako. Mungu tunakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunakupokea. Amen.